Hali gani tena mfuatiliaji na mtazamaji wa YouTube channel hii ya Habari 24 channel, ambayo tunazidi kukujuza na kukupasha habari pamoja na matukio mbalimbali yanayojiri kutokea kila kona ya dunia. Wanachama wa umoja wa walimu wasiokuwa na ajira nchini Tanzania unaojulikana kama NETO wametoa msimamo wao rasmi wakieleza kusikitishwa na kile wanachokita ni usaliti wa viongozi wa umoja huo katika harakati za kudai ajira. Wamepinga na kujitenga na misimamo ya viongozi hao hasa baada ya kukutana kwao na serikali huko jijini Dodoma. Kwa mujibu wa taarifa yao kwa umma, wanachama hao wa NETO wamesema kuwa wameamua kujitenga na uongozi huo na badala yake kuanzisha vuguvugu jipya la kudai ajira lijulikanalo kama NETO Members Movement. Wamesisitiza kuwa harakati zao zitaendelea kwa nguvu zaidi, wakidai haki ya kuajiriwa kwa uwazi na kwa kuzingatia vigezo vya muda wa kuhitimu masomo. Wanachama hao wamesisitiza kuwa hawawatambui wale wanaojiita viongozi wa NETO waliokwenda kuonana na serikali kupitia waziri wa nchi ofisi ya Rais, Management ya utumishi wa umma na utawala bora, Mheshimiwa George Simbachawene. Wamedai kuwa msimamo wao tangu mwanzo ulikuwa ni kutaka serikali ikutane na walimu wote wasiokuwa na ajira nchini badala ya kundi dogo la watu wachache waliokwenda kwa niaba yao bila ridhaa yao. Viongozi wa NETO wanadaiwa kujipatia vyeo bila uchaguzi, ambapo wanachama hao wamedai kuwa hakuna uchaguzi wowote uliowahi kufanyika wa kuwachagua viongozi wa NETO, iwe kwa njia ya mtandao au kwa mkutano wa hadhara. Kwa mujibu wa taarifa yao, wanaojiita viongozi ni watu waliojitwika vyeo wao wenyewe bila kupata idhini ya walimu walio wengi. Aidha, wamefafanua kuwa NETO ni vuguvugu la kudai ajira, yani movement, na si taasisi rasmi yenye uongozi maalum. Wanaamini kuwa muundo huo utasaidia kuendeleza madai yao kwa nguvu pasipo nafasi ya watu wachache kunyamazishwa au kurubuniwa. Wanachama hao wa NETO wametaka serikali itangaze ajira mpya za walimu kati ya 60,000 hadi 100,000 kwa kuzingatia mwaka wa kuhitimu. Wameitaka serikali kuhakikisha ajira hizo zinatolewa kabla ya kuvunjwa kwa bunge na kuanza kwa mchakato wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Tunataka kuajiriwa, sio kufanya mazungumzo au maridhiano. Serikali ina uwezo wa kutuajiri. Baadhi yetu tumekuwa mtaani kwa zaidi ya miaka 10 bila ajira, hivyo maridhiano ya 4 hours hayawezi kuwa suluhu la tatizo hili. Kufanya mazungumzo bila kutoa ajira si tiba kwetu, inasema sehemu ya taarifa hiyo ya umoja huo wa NETO. Pia walimu hao wametoa ombi la kutaka kukutana na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, katika mkutano wa wazi kama ambavyo amekuwa akikutana na wananchi kwenye sherehe na matamasha mbalimbali. Katika hatua nyingine, walimu hao wamewataka wale wanaojiita viongozi wa NETO kutoa taarifa ya matumizi ya zaidi ya shilingi milioni 5 zilizochangwa na wanachama kwa ajili ya kusaidia watoto wenye mahitaji maalum. Wamedai kuwa fedha hizo zimetumika kinyume na makusudio bila uwazi wala maelezo kwa wanachama. Tunalaani kwa kauli moja matamshi ya baadhi ya viongozi wakubwa wa serikali wanaowashauri walimu wajiendeleze baada ya kuhitimu au vijana waliomaliza vyuo vikuu waende VETA. Tunaona kauli hizi kama dharau na matusi kwa watoto wa maskini waliopata elimu katika mazingira magumu, wamesema walimu hao wasiokuwa na ajira katika taarifa yao. Mwisho, NETO imeitaka serikali kutatua tatizo la ajira badala ya kulihamisha, huku wakiwaomba wazazi wote nchini kuwaunga mkono katika harakati zao za kudai ajira. Hii ni Habari 24 channel ambayo tunazidi kukujuza na kukupasha habari pamoja na matukio mbalimbali yanayojiri kutokea kila kona ya dunia. Hiyo basi ndio taarifa ambayo imetolewa na muungano huo au vuguvugu jipya la kudai ajira za walimu linalojulikana kama Non-Employed Teachers Organization, yani NETO. Kama bado hujasubscribe kwenye YouTube channel hii, unaweza ukafanya hivyo kwa kubofya neno subscribe, na tutaendelea basi kukujuza zaidi na zaidi kile ambacho kitakuwa kinajiri katika taarifa mbalimbali ambazo zinajiri kuhusiana na haya pamoja na mengine mengi yanayojiri kutokea kila kona ya dunia.